Klabu ya Chelsea imeanza kupanga usajili chini ya Xabi Alonso kabla hajaanza rasmi kazi kunako kikosi hicho cha The Blues. Licha ya kwamba Xabi Alonso hataanza rasmi kazi yake kama kocha mkuu wa Chelsea hadi Julai 1, tayari klabu hiyo imeanza kupanga mikakati ya usajili kwa kuzingatia ujio wake. Chelsea walifanya kazi kubwa nyuma ya pazia kumshawishi Alonso kukubali nafasi hiyo baada ya kuonekana kama chaguo lao kuu la nafasi ya ukocha. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mbinu za kisasa za ukocha za Alonso zinaendana kikamilifu na dira ya muda mrefu ya Chelsea. Uongozi wa klabu pia unaamini kuwa heshima na hadhi yake katika soka la dunia vitasaidia kuvutia wachezaji wa kiwango cha juu kujiunga na timu hiyo ya Stamford Bridge. Ujio wa Alonso unaashiria mabadiliko makubwa ukilinganisha na majina mengine yaliyokuwa yakitajwa hapo awali. Ingawa Liam Rosinia alipendwa na baadhi ya viongozi kutokana na kazi yake nzuri katika klabu ya Strasbourg, alikosa uzoefu na hadhi ya Alonso kama mchezaji na kocha wa kiwango cha juu. Chelsea wanaamini Alonso ataongeza mvuto wa klabu hiyo sokoni, jambo ambalo linaweza kuathiri usajili wa wachezaji wapya pamoja na mustakabali wa baadhi ya nyota waliopo. Wachezaji wanaotajwa kuwa muhimu katika mradi mpya ni Marc Cucurella, Enzo Fernandez na Cole Palmer, ambao wanaaminika wanaweza kung'ara zaidi chini ya uongozi wake. Baada ya kukubali tu kujiunga na Chelsea, Alonso alisema, tunataka kujenga timu yenye uwezo wa kushindana mara kwa mara katika kiwango cha juu na kupigania mataji. Chelsea pia wanataka kuendelea kubaki na Cucurella chini ya uvumi wa kuondoka kwake, huku Alonso akiaminika kumuona beki huyo wa Hispania kama sehemu muhimu ya kikosi chake. Ingawa Alonso hajataka mamlaka kamili kwenye usajili, ameomba uhakikisho kwa klabu itaimarisha maeneo yenye changamoto, hasa safu ya ulinzi. Mbali na ulinzi, Chelsea wanatarajiwa pia kuongeza nguvu eneo la kiungo. Alex Scott wa Bournemouth ni moja ya wachezaji wanaofuatiliwa kwa karibu. Aidha, Chelsea wanapanga kumpa Enzo Fernandez mkataba mpya ulioboreshwa ili kumshawishi kubaki kwa muda mrefu, sawa na walivyofanya kwa Moses Caicedo. Uvumi uliokuwa ukimhusisha Fernandez na Real Madrid unaonekana kupungua, huku ujio wa Alonso ukiongeza matumaini ya kiungo huyo akiendelea kusalia Stamford Bridge. Kwa update zaidi za kimichezo na burudani kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Diaga.